Karibu Jiko TV. Ili kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama kengele. Jiko TV, matokeo, ukweli na uhakika. Ni zoezi la upanuzi wa barabara hapa katika eneo la Mikumi, wilaya ya Kilosa, mkoani Morogoro, barabara kuu ya Morogoro Iringa, eneo ambalo limetajwa kuwepo kwa changamoto ya foleni kutokana na kuwepo kwa vizuizi pamoja na mizani. Zamani kulikuwa hakuna jamu hizo, ila sasa hivi hapa kuna geti karibia 3 au 4. Sasa hivi hapa kuna geti la kwanza hapo, ukifika unakutana na TRA, wanakusimamisha, wanakagua gari. Unaenda unakutana na askari mbele, wanakusimamisha, wanakagua gari. Unaenda mbele unakutana na mzani. Yaani hapo yani wote hao wamekutana haizidi zaidi ya mita 100, wamekaa au mita 200 hapo zaidi. Umeona? Kwa hiyo lazima jamu iwepo. Mtu hapa anakuja anasimama, anakaguliwa TRA. Anaenda mbele tena traffic anataka kukagua. Kwa hiyo lazima tuongezeke jamu. Alafu vile vile kingine kinachochangia ni ufinyu wa barabara zetu. Barabara zetu nazo ziko na changamoto. Zamani kwetu tulikuwa na barabara ambazo zilikuwa na uwezo kukizi na magari. Sasa hivi magari yamekuwa ni mengi. Umeona? Barabara nazo zilikuwa na changamoto. Kwa hiyo vile vile nilikuwa naiomba kama ingekuwa inawezekana serikali, umeona, ingekuwa na uwezo vile vile kuboresha barabara kutokana na wingi wa magari. Yaani habari ya foleni katika mazingira yetu ya barabara za hapa Mikumi ambazo zinajengwa, mazingira yamekuwa ni magumu. Na ni magumu kwa sababu mkandarasi inaonekana kama yuko utaratibu sana katika utekelezaji wa mradi. Na tulikuwa tunaomba tu kama inawezekana aweze kufanya kwa hima, amalize kwa mapema ili watu waweze kuangalia namna ya kufanya. Kwa sababu tuko barabarani ndio katikati na ndio sehemu ambayo watu wanatakiwa wapite na shughuli nyingine ziendelee. Foleni ni nzito kwa sababu ya changamoto ya barabara inayotengenezwa. Kwa kweli foleni ni kubwa mno sana tena. Kwa sababu inachangia hadi kupatikana matatizo, kwa mfano ajali, kwa sababu ya changamoto ya foleni iliyokuwepo. Lakini kubwa kuliko yote, Mheshimiwa Waziri, tunafahamu umuhimu wa hii barabara na leo umeielezea vizuri sana kama muhimili mkubwa wa uchumi, lakini pia inaweza ikasaidia kupunguza ajali za barabarani kati ya hapa mpaka Dar es Salaam. Inaweza ikapunguza uzito wa barabara zetu na traffic jam kati ya hapa na Dar es Salaam kama tutaimarisha kilomita 75 ili malori au mabasi yote ambayo yanatoka nyanda za juu kusini, watu wote ambao wanaenda huko wanaweza kaanzia safari yao Kilosa, kwa maana watatoka na SGR kuja Kilosa, wakashuka pale, wakaingia kwenye mabasi, wakaendelea na safari yao, watakuwa wameokoa masaa zaidi ya 8. Mkuu wa mkoa wa Morogoro Adam Malima akizungumza mbele ya Waziri wa Ujenzi Abdallah Ulega amesema changamoto hiyo ya foleni inaweza kuleta athari kwa wananchi, hasa kusababisha ajali kutokana na malori kukaa kwa msongamano kwa muda mrefu. Mheshimiwa Waziri, hapa unapopaona hapa ni kwa sababu leo tumesafisha njia tu, lakini hapa zogo lake linakuwa kubwa. Hili swala la parking ya magari hapa mpaka tumegombana na hizi taasisi wengine, lakini tunachosema ni kwamba kuna taasisi ya uhamiaji, polisi, TRA, zote zinatakiwa ziprocess magari huko nje. Tuliwahi kuja hapa mwaka juzi nadhani, wakina mama walikuwa kali sana wafanye biashara kwamba tukiwapelekea watu wa malori kule nyuma, wao biashara zao huku zitakufa. Si kweli. Sasa hatuwezi tukaweka magari barabarani. Hii nimewakatalia kabisa. Kwa hiyo ama tutahamisha biashara zetu, ama hao wanaokwenda hapo nyuma watatembea kwa mguu, tutatengeneza utaratibu, watakuja kufanya biashara, magari yatabaki salama huko. Lakini swala la kuacha magari, Mheshimiwa Waziri, angalia haya magari kushoto. Sasa waza magari zaidi ya 200 katika kipande hiki kidogo. Haiwezekani. Lakini jambo la hatari kabisa ni kwamba mengine haya ni matenki ya petrol. Sasa haya masihara ambayo tunafanya, Mungu aepushie mbali. Likiungua moja tu tunaunguza Mikumi nzima. Kwa sababu yanakaa mapetrol tanka yamenaniwa. Huko nyuma tuna nafasi ya kupumua, ni eneo la Tanzania Railway. Tumeshawaambia watu wa halmashauri wakae wajadiliane. Mheshimiwa mbunge ameliweka vizuri sana. Itatakiwa kasenti kidogo, lakini Mheshimiwa Waziri, hata mimi ndio mlezi wa halmashauri zote katika mkoa wa Morogoro. Ndio.
mapato yatakayotokana na magari kulala hapo, hata kama tumekopeshwa yatarudi, hata kama tumekopeshwa yatarudi, kwa sababu ni chanzo kikubwa mno cha mapato ambacho hakitendewi haki, kwa sababu watu tunabishana kwa jambo hili jepesi. Magari yanakaa hapa, na kusema kweli mheshimiwa, yanapokaa hapa yenyewe kwanza ni chanzo cha ajali, yanaweka foleni, yanaweka. Kwa tumekubaliana, namshukuru mheshimiwa mbunge kwamba tumekwenda kule, lakini mheshimiwa mwenyekiti, mheshimiwa waziri, hapa pana fikra huko mbele ya Mikumi kuwa mji mdogo na hadhi ya mji mdogo, ina watu wa kutosha wa mji mdogo, na uwekezaji ambao tunauelekeza hapa ni Mikumi, Doma, Kilosa kuwa ni milango ya utalii kwenda Mikumi. Kwa upande wake, waziri wa ujenzi Abdallah Ulega ametoa maelekezo kwa mkandarasi kukamilisha ujenzi huo haraka iwezekanavyo. Nimefurahi, nimekuta kazi mheshimiwa mkuu wa mkoa imefanywa hapa vizuri na inaendelea kufanywa vizuri. Endeleeni wataalamu wetu wa TANROADS kumsimamia mkandarasi, akimaliza afanye na upande huko wa pili, tuondoe hili vumbi. Tuondoe nini? Vumbi, mji upendeze. Baada ya hapo muendelee kufanya biashara, mtafute utajiri, nusuru barabara, korido yetu ibaki wazi, ili anayepaki hapa barabarani ni yule wa muda mfupi, sio yule anayekaa muda mrefu. Akae kwa muda mfupi, ananunua maji ya kuweka katika gari, ananunua labda chakula cha kuondoka nacho leo kwenye gari, anaingia dukani, anataka kununua panado ya akiba, anaweka, ama anakwenda msikitini kusali, anapaki mara moja, anachukua hizo huduma, kisha anasepa. Si ndivyo hivyo bwana? Lakini wale wa kukaa muda mrefu ni vizuri waende wakakae kule katika stand, na chakula huku kitauzika tu.